Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yupo katika ziara ambapo alianza katika mkoa wa Tanga, lakini pia akafuatia Kilimanjaro, akafuatia Arusha na hivi sasa yupo Manyara. Katika ziara hiyo pia amekuwa akifanya kazi au amekuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba anazindua baadhi ya miradi ambayo tayari imetekelezwa na serikali. Lakini pia katika ziara hiyo pia amechukua fursa hiyo kuhakikisha kwamba anasikiliza kero mbalimbali za wananchi. Lakini katika kero hizi wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa na kijamii wamekuwa kizichambua na kusema kwamba ni kero sugu zile ambazo zimeshindwa kufanyiwa maamuzi na viongozi wa maeneo husika. Hapa tunazungumzia wakuu wa mikoa, lakini pia wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, lakini pia wakuu mbalimbali wa idara ikiwemo wakuu wa idara za ardhi, lakini pia na idara zingine ambazo zinapatikana katika ngazi ya halmashauri mbalimbali ambako Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amekuwa akipita. Sasa moja kati ya gumzo ni kero, ndio imekuwa kitu kikubwa sana ambacho kimekuwa kikijionesha katika maeneo yote ambako Mheshimiwa Waziri Mkuu amepita. Alianzia Tanga, lakini pia alifika Kilimanjaro, Arusha na sasa hivi yupo Manyara. Sasa kwa upande wa Manyara, kero nyingi sana zimeibuliwa. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo imeonekana ni swala la ardhi, migogoro ya ardhi. Tumeona namna ambavyo amekuwa akifanya maamuzi, lakini pia kuna baadhi ya wazabuni ambao wamekuwa kizidai halmashauri ambapo hawajalipwa kwa muda mrefu. Tumekuwa tukiona Mheshimiwa Waziri Mkuu akitoa maamuzi ya papo kwa hapo na kuamuru halmashauri ziweze kulipa wazabuni ambao wametekeleza miradi mbalimbali. Kero nyingine ambayo imeonekana ni mara baada ya moja kati ya mwanafunzi wa sekondari kuonekana akiibua kero ya kujengwa kwa ukuta pamoja na geti katika moja ya shule ya sekondari, ambapo amedai kwamba kero hiyo ni muhimu sana ikafanyiwa kazi. Akamuonesha mkurugenzi wa halmashauri kwamba anatakiwa alifanyie kazi swala hilo ili pia liweze kutuliwa kwa wakati. Sasa twende tukamtazame mwanafunzi huyo akiibua kero hiyo mbele ya waziri mkuu, na hapo waziri mkuu pia akambananisha maswali kadhaa mkurugenzi wa halmashauri kuhusiana na kero hiyo na ukweli upoje kuhusiana na jambo hilo ambalo limeibuliwa na mwanafunzi wa sekondari. Mimi hapa nimewahi kusoma Simanjiro Secondary School. Mimi hapa na kero yangu. Katika shule Simanjiro Secondary School hamna ukuta ambao unaweza kuzuia wanafunzi wa kike pamoja na wa kiume kutoka. Kwenye bweni la wanawake la wanafunzi wa Simanjiro Secondary School wameweka sengenya. Wanafunzi wa kike wana uwezo wa kuruka na kutoroka nje ya shule. Na katika eneo bwenini kwa wanaume hamna ukuta wowote, alafu kuna kipindi walichangisha shilingi 5,500 mpaka wakasababisha wazazi kuwekwa ndani ambao wameshindwa kulipa shilingi 5,000 kuweka ukuta. Sasa tokea iko kipindi hamna ukuta uliowahi kuwekwa. Ukiangalia kuna geti tu waliloliweka kama ushahidi, lakini wameweka katani. Kwa hiyo nilikuwa naomba hilo ombi. Je, wanafunzi wetu wataweza kutoroka kila siku? Asante, hoja ya msingi sana. Mkurugenzi, lini mnaweka ukuta na mlishachangisha fedha? Mkurugenzi uko wapi? Mkurugenzi uko wapi? Mlishachangisha fedha, lini mnaweka ukuta? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hela ambayo ilichangishwa kutoka kwa wananchi ilikuwa ni milioni 6 ambayo ilikwenda ikanunua michanga pamoja na simenti wakafyatua matofali. Sasa wananchi wanalalamika, lakini jambo hilo lilishaenda TAKUKURU na walishafuatilia. Hakuna mtu ambaye amedhulumiwa. Niseme tu kwamba hata na sisi tunaunga mkono kwa sababu kweli hiyo shule watoto kukaa bila kuwa na ukuta. Haya, lini mnaweka ukuta? Tumelipokea mkuu kwa ajili ya kuweza kuliombea kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha. Ninyi si mna mapato, mnashindwa kuweka ukuta? Ni sehemu kubwa, uwanja ni mkubwa na tumeshatenga tayari miradi ya mwaka ujao wa fedha. Ukuta huo unagharimu kiasi gani? Unaweza kuzidi milioni 700. Ni eneo kubwa sana. Ni eneo kubwa.
Sio kweli? Mlishapeleka mtu akafanya tathmini? Kwa sababu ya sisi halmashauri tunataka kujenga pale ukuta, ndio maana nimefananisha kwa sababu ya ukubwa wa eneo. Sasa hebu fanya tathmini. Sawa. Mkishamaliza kufanya tathmini, naibu waziri yuko hapa. Ndio. Ninyi mtoe sehemu na naibu waziri wataongea na wizarani kule ili tuweze sawa, kumaliza hilo tatizo. Sawa. Haya, nilimruhusu yule kijana. Mpeni huyo kijana, nilimruhusu. Haya, mpe huyo, nilimruhusu huyo mzee huyo. Huyo. Huyo aliyonyosha mkono mpeni. Alafu na huyo kijana, alafu atamalizia na yule mama, nilimruhusu. Tumekubaliana hawa waseme, wengine wote tarehe 28 watasikilizwa na mawaziri. Haya, malizia. Rotiana mheshimiwa, Rotiana. Shida na Berera wanalia wanakufa wanazikwa tu kaka wanyamapori mheshimiwa. Haya, na wewe tutakusikiliza.